Wanazuoni walipoangalia kwa makini na kuikagua nidhamu hii ya uchaguzi inayopita katika nchi kama hizi, wamebainisha masuala mbalimbali ambayo yanapelekea kutazama nidhamu ya uchaguzi vile inavyofanyika au inavyojiri katika nchi kama hizi kwa mtazamo huu wa kisheria ufuatao. Panapo simamishwa au panapo ekwa nidhamu ya kuchagua watu katika uongozi kupitia kwa mfumo wa uchaguzi au kupiga kura, kama tunavyofahamu leo na kama tunavyoona katika nchi kama hizi, bila shaka tukio hilo linafungamana na aina mbalimbali ya mafasid. Mafsada ya kwanza ni kwamba nidhamu yenyewe ya uchaguzi kwa njia ya kupiga kura ni nidhamu ambayo imejengewa juu ya fikra ya demokrasia, na demokrasia ni mfumo wa uongozi ambao hautokamani na Uislamu, ambao umebuniwa na watu wasiokuwa Waislamu. Ndio waliobuni fikra ya kisiasa au fikra ya nidhamu ya demokrasia. Ndio maana kupitia kwa nidhamu hii ya demokrasia unaona kwamba yule mtawala au kiongozi anayechaguliwa basi ni yule ambaye aliyeshinda kwa idadi ya kura, pasina kuangalia ikiwa kiongozi huyo aliyechaguliwa kwa ni mshindi kweli anazo sifa za uongozi zinazojulikana katika uongozi au hana hizo sifa. Kweli zimekamilika katika kiongozi huyo masharti ya uongozi au hazijakamilika masharti ya uongozi yanayojulikana katika elimu ya siasa sharia. Kupitia kwa nidhamu ya mfumo wa demokrasia hayazingatiwi mambo yote hayo. Kinachoangaliwa ni kwamba yule aliyechaguliwa amechaguliwa akawa ni mshindi kutokamana na kwamba kura zake zimekuwa ndio nyingi kumshinda yule mwingine, na wala haijalishi kwamba wale waliomchagua ni watu wa aina gani, ni watu walio na sifa gani, watu wa kweli au sio watu wa kweli, watu walio na misimamo mizuri au watu walio na misimamo mibaya, watu walio na tabia nzuri au walio na tabia mbaya, watu walio na akili au watu walio walevi na waporaji na mengineo kama haya. Haya yote hayajalishi katika nidhamu ya demokrasia. Inayojalisha ni kura, idadi yake ni ngapi. Mafsada ya pili ni mafsada inayotokamana na asabia. ما يقع في هذه الدعايات الانتخابية من الدعوة إلى العصبية أو من الدعوة إلى التعصب بالقبائل والأحزاب والقوميات والقبليات, ni yale yanayofungamana na nidhamu ya uchaguzi au mfumo wa kuchagua kwa kupiga kura. Ni mfumo ambao kabla ya kufanya tukio lenyewe la uchaguzi kule nyuma huwa kunapita mambo ambayo yanaitwa mambo ya kampeni. Kabla na baada, mambo haya ni mambo ambayo yanafungamana na asabia na taassub. Taassubu lil ahzab ni mfumo ambao unajenga fikra ya watu kushikana na vyama, fikra ya watu kushikana na makabila, fikra ya watu kushikana na watu maalum, at-ta'assub lil ashkhas, jambo ambalo linapelekea baadaye kuleta athari kubwa katika maisha ya watu. Watu wakawa wanatengana, watu wanafarakiana, watu wanajengana chuki kutokamana na ule mfarakano wa kisiasa, kutokamana na ile asabia ya kwamba mimi niko katika chama hiki
na huyu mwenzangu katika chama kingine kisichokuwa changu, basi mimi na yeye ni vita, mimi na yeye hatuna uhusiano mwema kati yetu. Pamoja na kwamba hao wawili wanaokhtalifiana ni Waislamu, pamoja na kwamba hao wawili wanaokhtalifiana ni watu ambao wote wametangaza aqida ya tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini wamegawanywa kwa fikra za asabia, kwa fikra ya taassub lil ashkhas, taassubi kwa mtu maalum ambaye anatarajiwa kuwa kiongozi, au taassubu kwa chama maalum ambacho ndicho kinachotarajiwa chama hicho kushinda. Watu wakatengwa na kufarakanishwa kwa mujibu au kwa maadili ya asabia kama hizi. Mafsada nyingine ni mafsada ma yaqa'u min ad-di'ayat al-intikhabiyya min al-murashah wa ma yaqa'u minhu min al-kadhib wa madh an-nafs wa ta'n bil akharin. Mafsada nyingine inayopatikaniwa katika shughuli za kufikia tukio la uchaguzi na kuelekea katika mambo ya uchaguzi, katika ile amalia watu wanashughulika mno, hasa wale ambao wanaopigania uongozi na viti na madaraka mbalimbali, wanaingia katika shughuli ambayo inawapelekea wao mara nyingi kusema urongo, udanganyifu wa kila aina, ahadi ambazo hazitekelezwi, maneno ya uongo ya kuvutia watu tu ili kupata watu kuingia katika ufuataji. Madhi nafs, kujigamba na kujisifu ya kwamba mimi nitafanya hivi yule mwenzangu hawezi, mimi nitafanya hivi yule mwenzangu hawezi, taskia ambayo pengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hutoweza kuibeba taskia hiyo unayojipa mwenyewe nafsi yako. Wa ta'ni bil akharin, na kuwa shutumu na kuwakejeli na kuwachafua sifa na majina ya wengineo ambao unaona kwamba wao ndio wapinzani wako. Mafsada nyingine ya tukio kama hili ni mafsada ya ma yaqa'u fi hadhihi ad-di'ayat al-intikhabiyya min ida'ati al-amwal wal awqat. Ni mafsada ya yale tunayoyashuhudia leo katika shughuli za kampeni na shughuli za kufanya bidii ya kwamba kiongozi fulani au fulani ndiye anayestahiki kufika katika madaraka. Ili kufikia katika lengo hilo, ni mali kiasi gani ambayo watu wanaipora, ni mali kiasi gani ambayo inamiminwa, inayotolewa na inayomwagwa kwa njia ya ufujo ili yule anayepigania kiongozi apate malengo yake. Amwal ta'ila, amwal bahidha, mali nyingi sana ambayo inamiminwa kwa njia moja au nyingine, yote kwa njia ya mfujo, ya idhaa, bila ya muhasaba, bila ya kufanya hisabu ya aina yoyote. Lengo ni watu kufika katika madaraka. Wa dhiyaa al-awqat, na wakati ambao unaopitishwa na wakati ambao unaopotezwa wa umri wa mwanadamu, ambao mwanadamu huyo hana fursa katika maisha yake ya kupata wakati mwingine ili kufanya mambo yatakayokuwa ni bora zaidi na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika mafasid ni mafsada ya ma yaqa'u fi hadhihi ad-di'ayat al-intikhabiyya min al-munkarat kal-ikhtilat wa 'adami as-satr wa 'adami al-iltizam biqawaid ash-shar'. Mambo yanayojiri katika shughuli za kampeni kama tunavyoshuhudia leo kwa macho yetu. Miongoni mwa shughuli za kampeni ni watu wanakwenda katika misafara na milolongo kuingia katika barabara hii kutoka katika kichochoro chingine, Waislamu wakiwemo hapo humo ndani, waume wakiwa wamechanganyika na wanawake, pasina haya, pasina kushikana na mifumo ya Kiislamu inaowafundisha Waislamu adab
za mume na mke. Mipaka ya mume ni yapi na mipaka ya mwanamke ni yapi? Mwanamke mwenyewe akiwa katika milolongo na misafara kama hiyo, vile alivyovaa ni mambo ya kusikitisha. Yote ni kwa jina la kufanya bidii fulani ili apate mamlaka na apate uongozi. Mafsada nyingine ni ataathur au taathuru nas bima yaqa'u min al-i'lam wa ta'thir al-mal mimma yufqidu al-misdaqiyya fi hadhihi al-intikhabat. Ni mafsada ya kuona ya kwamba mara nyingi kunapoendelea shughuli za kampeni na shughuli za kufanya bidii watu kupata uongozi, tukiwa katika shughuli hizo, mara nyingi wale wafuasi, wale wanaotarajiwa kwamba ndio watakaopiga kura kuwafikisha watarajiwa katika uongozi na mamlaka mbalimbali, mara nyingi ni watu ambao wanaathirika na wanaathiriwa kwa mambo mawili. Jambo moja ni mali na jambo lingine ni wasailul i'lam, media. Hivi vifaa viwili vinatumika kwa namna ya ustadi wa hali ya juu na kwa ufundi wa hali ya juu ili kubaranganyisha na kujaribu kushawishi fikra za wale ambao wanaotarajiwa kupiga zile kura. Ndipo pale unaona wanadamu au wale wanaohusika aletewe maslahi fulani ya kimali na ya kifedha ili ajenge fikra fulani juu ya kiongozi fulani. Na i'lam, media nayo kadhalika ina pati yake inacheza katika kuleta fikra na kujenga tasawuri ya kwamba fulani ndiye anayestahiki na fulani hastahiki. Ayuha al-ikhwa, ayuha al-muslimun, haya tuliyotaja ni baadhi tu ya mafasid yanayofungamana na nidhamu kama hizi.